njoo ongea na Mungu wako. Na ukishafika kanisani ondoa ukawaida. Alafu kama mwambie Bwana nihudumie, Bwana nifungue, Bwana ninahitaji kuhudumiwa, ninahitaji kukuona, ninahitaji kukuona, ninahitaji kukuona, ninahitaji kuhudumiwa na wewe, ninahitaji kufunguliwa, ninahitaji uzao wangu ufunguliwe, ninahitaji familia yangu ifunguliwa. Hakika utamuona Bwana, kwa sababu umeondoa roho ya mazoea, ukaweka utii kwenye maisha yako, ukaweka utii na hofu ya Mungu, ya kumpenda Mungu na ya kukaa kwa Bwana vizuri kwa utii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia. Utii unakupa thawabu kwa Mungu. Kama unaandika andika. Utii unakupa thawabu kwa Mungu. Utii unakufanya Mungu akuamini zaidi. Utii unakufanya Mungu akuamini zaidi. Lakini pia utii unakufanya kula matunda ya mema ya nchi. Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi. Tupende tusipende, tunajua utii uko hapa ndani, tunajua tutatii leo. Bwana Yesu asifiwe. Sema leo hii, leo Bwana Yesu niondolee roho ya mazoea, niondolee roho ya mazoea, niwekee roho ya utii, nikutii wewe Mungu, niitii madhabahu, nimtii nabii wako, nisimzoelee nabii wako kabisa, nisizoelee madhabahu kabisa, nisikuzoelee wewe kabisa, maana wewe hauzoeleki, maana wewe hauzoeleki. Bwana Yesu, ninapotabiriwa niondolee mazoea, ninapokuja ibadani niondolee mazoea, niwekee utii kwenye maisha yangu. Hebu omba hilo ombi huko umesimama, omba hilo ombi. Mwambie Bwana niondolee mazoea, niondolee mazoea. Simama kwa miguu yako. Niondolee mazoea, weka utii ndani yangu, maana mazoea yamefikisha hapa nilipo. Leo sijibiwi maombi yangu kwa sababu ya roho ya mazoea. Mwambie tu Bwana niondolee mazoea. Wakati unajiandaa kwa ajili ya kuhudumiwa na mama yetu nabii, wakati mama yetu nabii anajiandaa kwa ajili ya kuja kukuhudumia, mwambie Bwana niondolee mazoea. Mwambie Bwana niondolee mazoea. Niondolee mazoea. Niondolee mazoea. Omba tu mwambie Bwana niondolee mazoea. Hebu sema nakataa roho ya mazoea, nakataa roho ya mazoea, nakataa roho ya mazoea, nakataa roho ya ukawaida, nakataa roho ya mazoea. Roho ya mazoea, ukipotea huwa haujui kama umepotea, ila watu wanaokuangalia ndio wanajua kama umepotea. Wewe utajiona uko sawa, lakini watu walio karibu na wewe ndio watajua huyu mtu anafanyaje, huyu mtu amefanyaje. Hivyo hivyo na roho ya mazoea. Roho ya mazoea ikiwa ndani yako huwezi kujua. Hapo utakataa. Hata hapa sasa hivi unakataa Mungu. Mimi na mazoea wapi? Mimi mbona niko sawa tu. Mimi nasoma neno la Mungu. Kabla ya kulala lazima nisome Biblia. Lakini mimi naomba, yani mimi niko fire. Utakataa. Maana ndiyo kawaida ilivyo. Anayepotea huwa hajijui kama amepotea, ila walio karibu naye ndio wanajua huyu amepotea. Sasa ukiwa na roho ya mazoea, unaweza usijijue kabisa kama una mazoea. Usijijue kabisa.
lakini tulio pembeni tunaokuangalia tunajua kabisa huyu mtu ana mazoea. Ameweka mazoea kwa Mungu, lakini inawezekana kwa Mungu yuko straight, ila ameweka mazoea kwa mtumishi wake. Kwa hiyo anatembea kwenye mazoea, maana kashazoea watumishi wengi, kashazunguka makanisa mengi, ana marafiki ambao ni manabii wengi. Kwa hiyo kwa Mungu yuko vizuri, ila sasa kwa watumishi wa Mungu ana mazoea. Na utajuaje kwamba ana mazoea? Anachukulia poa sana, au anamchukulia poa sana mtumishi wa Mungu. Anakuambia mimi neno tu, mimi Biblia tu, mimi nitasoma neno, mimi natafakari neno, mimi neno. Lakini ukija kwa habari ya mtumishi wa Mungu, muamini Mungu uthibitiki, amini nabii wake ili ufanikiwe, nakwambia amna, haamini na anaingiza mazoea ndani yake. Kwa sababu unamwamini yeye atakuthibitisha, lakini aliyemweka humwamini, maana umemzoea, ni kawaida, yani hamna haja, maana mazoea yanaleta mimi naamini tu neno la Mungu. Kwa hiyo hakufanikishi, maana mafanikio yako kwa nabii wake aliyomweka ni kanuni, hayako kwake, kashayatoa kayaweka mikononi mwa nani? Ndio maana unakuja anayeamini tu nikitamka tu kapokea, tena simple tu, pokea mtaji bwana, fanya hivi bwana, pona hivi, fanya hivi, amepona. Kwa sababu tayari Mungu kashayaleta wapi? Kwa nabii, sio kwake tena. Ni wapi? Kwa Mungu. Kwa hiyo sasa roho ya mazoea inakwambia hamna haja ya kuamini, hamna haja ya kukubali. Tena inaweza ikakusemesha tu akasema wao wanaongeaga tu ili tuwaamini, tena sio tuwaamini, ili tuwafanye ni Mungu. Kwani ikawa Mungu? Hao wanaongeaga tu ili umuone kama ni Mungu, yani unamheshimu na mnyenyekeni, yani anajifanya ni Mungu. Roho ya mazoea inakwambia. Kwa hiyo unajikuta unapotea, lakini haujui umefanyaje, umepotea. Kwa hiyo mafanikio nitakiwa yaje kwa kutamka. Unasema namsubiri Mungu, ngoja nimsubiri Mungu aseme. Unachukua na Biblia unasema katika amesemaje? Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni na acha niombe. Unaomba wapi? Lakini ilikuwa tu ni swala la nabii, maana Mungu hajichanganyi, atamke ili iwe. Lakini kwa sababu umeleta mazoea, basi na yeye anakaa na kusubiri. Kwa hiyo unakuta leo watu wengi wanamsubiri Mungu na wao wanasubiriwa na Mungu. Yaani Mungu anawasubiri na yeye anafanyaje? Anamsubiri Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye anamsubiri Mungu na Mungu anafanyaje? Kwa hiyo wamekaa hapo wanasubiriana. Kwa roho ya mazoea inaweza ikakaa ndani ya mtu lakini asijue yanayo. Maana ukipotea huwezi kujua umepotea. Ni mpaka walio pembeni yako ndio watajua unapotea. Na hii nilikwambia inaambatana sana, ni rafiki sana wa roho ya kiburi. Kwa hiyo roho ya mazoea ni rafiki sana wa kiburi. Ni rafiki mno wa kiburi. Kikishaanza mazoea, kiburi kiko hapo pembeni. Hawa ni mapartners. Maana kishaanza tu mazoea, na yeye si mwanadamu tu. Hapa wengine wameshaambiwa habari ya kuwahi, wanasema kwani tuwahi yeye ni Mungu? Si Brian tu. Bwana asifiwe. Si nani? Si Brian tu kaongea. Anasema malaika wamefika, madhabahu imefika, Mungu amefika, nabii wake yupo. Wewe unakuja saa 6, unakuja saa 7, unakuja saa 5, unataka ufunguliwe. Hapa amesema kuna wengine hapo wameshasema kwani yeye ni Mungu. Utachelewa hivyo hivyo. Asinisumbue. Maana mazoea ni rafiki wa kiburi. Sema mazoea ni rafiki wa kiburi. Mazoea ni rafiki wa kiburi. Kwa ukishaleta mazoea, kiburi huaga yuko hapo pembeni. Yaani hawa ni mabest.
mazoea mwaka huu. Kila roho ya mazoea mwaka huu. Kila roho ya mazoea mwaka huu. Initoke. 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 Kwenye kila eneo. Kwenye kila eneo. Kwenye kila eneo ya maisha yangu. Ninakataa mazoea. Ninakataa mazoea. Ninakataa mazoea. Nakataa. Katika jina la Yesu. Amen. Hebu jipigie makofi. Hebu jipigie makofi. Na ni kwenye kila eneo, hata kwenye ndoa. Mkishaweka tu mazoea, hamwezi kuheshimiana. Kila eneo, hata kwenye mahusiano ya uchumba, mkiweka mazoea, kiburi lazima kiwepo. Kwenye ndoa, mkishajua eti nimemzoea mume wangu, nimemzoea mke wangu, lazima kiburi kiwepo. Kwa hiyo mazoea ni adui wa kila eneo. Hata kwenye familia yako, mazoea. Ukishaweka mazoea na watoto wakakuzoea, hata ukimwambia wewe acha hicho, anakuambia dingi nini, maza nini, ndio unasikia maza bwana, maza ameongea, maza anasemaje? Mazoea. Ile inatakiwa saa ya kucheka na watoto iwepo, lakini saa ya ukali ya kumkaripia iwepo. Kwa hiyo mazoea ni kila eneo la maisha yako. Hata kwa bosi wako kazini, ukishamwekea mazoea, basi ndio hilo, unakuta utamzoea bosi, utataka kwenda kula na bosi nyama, utataka kwenda kula naye chipsi, utataka kumchunguza bosi. Bosi hatakiwi kuchunguza. Waswahili wanasema ukichunguza bata sana utaifanyaje? Unataka kumchunguza bosi wako, bosi analala wapi? Bosi anatokaje? Bosi si kwake kuna nini? Bosi kuna matatizo nyumbani kwake? Bosi si nini? Yaani wewe unamchunguzaje bosi wako? Kwa hiyo unajikuta unaleta roho ya mazoea. Baada ya mwisho anakuambia kazi hamna, fulani chukua nafasi yake. Roho ya kukataliwa, bosi amenichukia. Si umemchunguza? Si umemletea mazoea? Kwa hiyo mazoea ni adui kila mahali. Mwambie mwenzako mazoea ni adui kila mahali sasa. Hebu sema nakukataa mazoea leo. Nakukataa roho ya mazoea. Nakukataa roho ya mazoea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mahali kataa roho ya mazoea. Piga makofi mazito kwa Yesu.